Karibu sana mpenzi mtazamaji, nashukuru sana kwa kujiunga nasi. Siku ya leo tunazungumza kuhusu mtindio wa ubongo. Tutaangalia sababu zake, dalili zake, matibabu yake na matarajio baada ya kupata matibabu. Karibu uwe nami mpaka mwisho. Ni Dr. Mniko hapa. Mtindio wa ubongo ni tatizo linalopata watoto wadogo. Ni hali inayosababishwa na matatizo ya ubongo ambayo yanapelekea kuvurugika kwa shughuli za mfumo wa neva. Shughuli kama kujongea, kutembea, kujifunza, kusikia, kuona au kufikiri vinakuwa vinaathirika. Neno utindio wa ubongo linatumika kuwakilisha matatizo yote ya mfumo wa fahamu ambayo yanatokea utotoni na yanaathiri mjongeo na misuli ya mtoto. Sasa hali ya mtoto mwenye mtindio wa ubongo huwa haibadiliki. Kama alikuwa na matatizo ya kuona, haitegemei kwamba ataanza kuona baada ya muda. Mtindio wa ubongo kwa watoto unaathiri zaidi misuli ya mtoto. Utakuta misuli imelegea au imekaza sana. Tatizo la mtindio wa ubongo linasababishwa na matatizo kwenye maeneo mbalimbali ya ubongo yanayodhibiti mjongeo wa mwili. Kwa hiyo ndio maana unakuta misuli imekaza au imelegea. Kama nilivyosema mwanzo, hili ni tatizo ambalo linapata watoto na mara nyingi linawapata zaidi watoto ambao wamepata ugumu wakati wa kuzaliwa, na linasababishwa na sehemu fulani kuharibika, sehemu fulani za ubongo kuharibika kwa sababu zimekosa oksijeni kwa muda mrefu, hasa yule mtoto ambaye amechelewa kulia. Watoto wanaozaliwa pia wakiwa njiti wanakuwa kwenye hatari zaidi ya kupata shida hii. Wale watoto njiti ni wale ambao wamezaliwa kabla ya wiki 37 za ujauzito halijakamilika. Wanakuwa kwenye hatari zaidi ya kupata mtindio wa ubongo. Mtindio wa ubongo pia unaweza kutokea utotoni kwa sababu ya kuvuja damu ndani ya ubongo. Unaweza kuwa mtoto amezaliwa amepata majeraha ya kichwa au amepata maambukizi ya ubongo au maambukizi kwa mama wakati wa ujauzito, anakuwa na maambukizi makali sana mpaka yanasababisha shida kwenye ubongo wa mtoto. Kwa hiyo mtoto anapozaliwa anajikuta ana mtindio wa ubongo. Lakini kuna baadhi ya visa vya mtindio wa ubongo ambavyo ukitafuta sababu yake inakuwa haijulikani kabisa. Kwa hiyo usishangae hilo. Kwa hiyo sababu zinazojulikana ni hizo, na kuna wakati mwingine sababu haijulikani. Dalili za wagonjwa wenye mtindio wa ubongo zinatofautiana. Kuna ambao wana dalili za kadri na kuna ambao wana dalili kali sana. Dalili zinaweza kuwa kwenye upande mmoja au pande zote mbili. Zinaweza kuwa kwenye miguu, kwenye mikono au kwenye mikono na miguu kwa pamoja. Kuna baadhi ya wagonjwa misuli inakaza na inakuwa ngumu kuinyosha. Kadri muda unavyokwenda, misuli inaendelea kukaza zaidi. Kwa sababu ya kukaza wa misuli inakuwa ngumu kutembea. Magoti yanakuwa yanagusana au kuvukana. Au unakuta mtu anatembelea vidole vya miguu na wakati mwingine viungo vinakuwa ni vigumu kweli. Wagonjwa wengine wanakuwa wanatetemeka, wanatembea wakiwa na yumba, misuli inakuwa imelegea, hasa katika anapokuwa amekaa katika mapumziko, amekaa ametulia. Dalili nyingine za mtindio wa ubongo ni kupungua kwa uwezo wa kujifunza au kufikiri, lakini wakati mwingine uwezo wa kufikiri unaweza kuwa sawa kabisa. Matatizo ya kuongea yanakuwepo, matatizo ya kusikia au kuongea. Unaweza kukuta mtu ana maumivu, hasa kwa watu wazima inaweza kuwa vigumu kuyadhibiti maumivu haya, anakuwa na maumivu makali. Matatizo wakati wa kula, lakini pia kushindwa kunyonya au kula kwa watoto wachanga, au kushindwa kutafuna au kumeza kwa watoto wakubwa na watu wazima. Matatizo ya kumeza chakula, hii inaweza kutokea kwa rika zote. Mtu anaweza kuwa anatapika au unakuta anafunga choo, hapati kinyesi kabisa. Kuna wengine ambao unakuta wanatoka mate tu, wanapumua kusiko kwa kawaida, anakuwa anapumua kusiko kwa kawaida, lakini pia anaweza kuwa anajikojolea. Hizi zote ni dalili za mgonjwa, na unaweza kukuta sio kwamba kila mgonjwa ana dalili hizi. Kuna mwingine anakuwa na dalili chache, kuna mwingine anakuwa na dalili ambazo ni kali. Wagonjwa wa mtindio wa ubongo wanafanywa uchunguzi wa neurolojia ambao ni muhimu sana. Kwa wazee unaweza kupima uwezo wa kujitambua ili aone kama unajitambua, lakini pia daktari anaweza pia kupima vipimo vya damu. Anaweza kupiga CT scan ya kichwa, anafanya vipimo kama EEG, akafanya MRI scan na vipimo vingine vya macho ili kuangalia ugonjwa huu una ukubwa kiasi gani na namna ya kumsaidia mgonjwa wetu. Mtindio wa ubongo ni ugonjwa ambao hauwezi kuponywa. Ina maana matibabu unayopewa hauwezi kuponya kabisa shida hii, lakini matibabu mara nyingi yanaboresha uwezo wa huyu mtoto. Watoto wengi wanaweza kuishi maisha angalau kwa kawaida wanapokuwa watu wazima kama watapata matibabu sahihi. Kwa kawaida, kadri matibabu yanavyowahi kutolewa ndivyo na matokeo yanavyokuwa yanaboreka zaidi. Matibabu yanajumlisha mazoezi, kujifunza kazi, kujifunza kuongea, madawa ya kudhibiti degedege, madawa ya kulegeza misuli ambayo inakuwa imekakamaa sana, madawa ya maumivu. Wakati mwingine unaweza kufanyia upasuaji kuondoa zile kasoro ambazo tunaziona. Unaweza kupewa viatu maalum
kupewa kiti cha magurudumu ili aweze kutembea na vifaa vya mawasiliano kama vile kompyuta na kadhalika. Lengo la matibabu ni kumsaidia mtu kujitegemea kwa kadri inavyowezekana. Matibabu yanahitaji ushirikiano wa wataalamu wa fani mbalimbali, kwa hiyo madaktari wa kawaida, madaktari wa meno, kwa sababu wanapaswa kuangalia meno kila baada ya miezi 6, watu wa ustawi wa jamii, wauguzi, wataalamu wa kufundisha kazi, wataalamu wa mazoezi, wataalamu wa kufundisha kuongea, madaktari bingwa mfumo wa neva, madaktari bingwa mfumo wa upumuaji, madaktari bingwa mfumo wa umeng'enyaji chakula, madaktari bingwa wa ukarabati. Madaktari wote hao wanaweza kushirikiana kulingana tu na hali ya mgonjwa ili aweze kuishi maisha mazuri zaidi. Sasa kama wewe ni mama au baba na mtoto ambaye ana mtindio wa ubongo au ametambuliwa kwa na mtindio wa ubongo, ni vizuri ukahakikisha kwamba anakula chakula kizuri ambacho kina lishe bora, ina virutubisho vyote. Unaweka mazingira salama nyumbani, unamfanyisha mazoezi yale ambayo anatakiwa kufanyishwa kulingana na maelekezo ya daktari. Unalinda viungo vyake vile visiumie. Inashauriwa kwa huyu mtoto asome kwenye shule ya kawaida kama inawezekana, isipokuwa pale tu ambapo unakuta ulemavu wake au maendeleo yake ya kiakili yanapofanya hilo lisiwezekana. Kama anaweza mweke kwenye shule ya kawaida. Kwa mtoto wa aina hivi, kumpeleka katika shule maalum kunaweza kukasaidia kumpatia yule mtoto ambaye unaona kwamba hali yake inakuwa haimruhusu kukaa kwenye shule ya kawaida. Mtindio wa ubongo sio mara zote unasababisha ulemavu mkubwa. Hata hivyo unasababisha matatizo yanayokuwepo na yanadumu maisha ya mtoto yote. Uangalizi wa muda mrefu unaweza kuhitajika kwa baadhi ya watoto ambao wanakuwa na hali kali zaidi. Kiwango cha ulemavu kinatofautiana kati ya mmoja na mmoja, kwa hiyo kulingana na hali yake kuna ambao wanahitaji uangalizi wa muda mrefu. Mtoto mmoja aliye na mtindio wa ubongo anaweza kushindwa kutembea na akahitaji uangalizi wa kina katika maisha yake yote. Mtoto mwingine mtindio wa ubongo kadri anaweza kuonekana isivyo tu, ukimwangalia unaona kabisa huyu hayuko vizuri, lakini akaishi vizuri kwenye jamii, akaoa, akaendelea na maisha yake kama kawaida. Kwa hiyo wagonjwa wengi wa mtindio wa ubongo wanaweza kuishi katika jamii na ama kujitegemea wenyewe tu, au akahitaji usaidizi ambao ni mdogo tu na wakaishi maisha yao vizuri. Kazi yetu ni kuwaunganisha wagonjwa kutoka Tanzania kupata matibabu India, South Africa, Uturuki na USA kwa urahisi kabisa. Tutakuunganisha.